Subscribe Miujiza TV. Nasri, nilikuwa nasema kwamba uwezo wa Irani kwa mashambulizi ya anga sio hawako vizuri kivile, lakini wao pia ni wazuri kwenye uwezo wa chini, kwa sababu karibia asilimia 80 ya raia wao wengi wanakuwa wamepitia mafunzo ya kijeshi. Lakini pia ukizingatia Iran, kwa sababu tunasema kwamba uwezo wa anga yuko vizuri kwa sababu ana zile mashine za kuweza kupangua mabomu ama kuweza kudefense anga lake, kama tunazungumzia mifumo kama wa Iron Dome ambao wanatumia sana ni fahari sana wa Israel. Lakini pia na baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki ya Kati ambayo yanapewa nguvu na Marekani kupitia ule mkataba ambao ameweza kusaini. Sasa Iran yeye ni mzuri kwenye makombora, na Trump amelalamika kwamba Iran alidanganya dunia, kwa sababu Iran alisema kwamba uwezo wa kombora lake la mwisho ni kwenda kilomita 200. Lakini tumeweza kuona miongoni mwa kombora ambao limeweza kufika katika ardhi ya Uingereza zaidi ya kilomita 4000. Lakini pia tukumbuke pia Iran ilishaitangazia dunia kwamba ana kombora ambalo linaweza kufika kilomita 12000. Kiasi kwamba yeye ana uwezo hapo alipo ana uwezo wa kushambulia na watu wa Ulaya. Ndio maana hata mataifa ya Ulaya mengi baada ya Trump kuomba waje wamsaidie wakaamua kukataa, baada ya kuona kwamba kama huyu mtu vyuma vinafika hapa, uone kuna tatizo jinsi linavyokuwa. Na eneo la bana pia watu wengi sana mataifa ya Waarabu ni kwamba mikataba ile ambayo wameingia ndio inao wabana, kwamba wanashindwa kuweza kumsaidia Mwarabu mwenzao kwa sababu tayari walishaweka mkataba na Marekani. Na ukiangalia pia baadhi ya mataifa ya Mashariki ya Kati hapo ni mataifa ambayo tunasema ni artificial, ni mataifa ambayo yametengenezwa. Mataifa kama Qatar, mataifa kama Saudi Arabia ni mataifa ambayo yamekuwa yametengenezwa, lakini pia yanakuwa na dominatiwa na Marekani. Ufalme wa Saudi Arabia unaongozwa na familia moja, ambapo familia hiyo imekuwa na Marekani. Unaona vita vinavyokuwa hapo, Chef. Kwa moto. So unaona Iran ajitoe, akubali kushindwa, au akishindwa inaweza ikawa ni mbaya zaidi kwake. Na kitu ambacho kinamfanya Iran asiweze kushindwa ni kwamba Iran wao wanavodai kwamba kulikuwa kuna migogoro ya wao huko ndani, kwa kuna maandamano. Kwa hiyo baada ya Trump kuweza kujua njia hiyo, akaamini kwamba akimua kiongozi mkuu wale watu wataandamana na watachukua serikali yao. Sasa Iran ni watu ambao tayari wanakuwa wana imani yao kwamba sisi vita vyetu vya ndani tuachie sisi. Leo mtu wa nje haruhusiwi kuja kuingilia vita vyetu. Ndio maana raia wa Iran kila siku wanaandamana kwa ajili ya kuweza kuunga mkono wanajeshi wao kwamba lazima wapambane. Usiku na mchana, hiyo ni watoto, hiyo ni nini, lazima wanasema kwamba wapambanie taifa lao. Anyway, tukiangalia katika haya tuseme ni planning B ya Marekani kupigana vita kwa njia ya ardhini, ambayo ameleta meli zake yenye takriban wanajeshi 50,000. Mwisraeli amejitoa kwenye hiyo engo. So unaona ni dalili mbaya kwa Mwisraeli kwamba yawezekana huko mbele ya safari Israel anaweza kumkataa Marekani, au ni strategic ways ambao wameplan Israel, yawezekana Trump akiingia na Israel naye anakuja kwa staili yake. Kwa sababu kitaalamu zaidi hapa hatuwezi kusema kwamba Israel ameweza kumkataa Marekani, kwamba Marekani ni mtu ambaye ameingia kwenye mtego wa Israel, yaani kwamba ameingia kwenye mtego pasipo kujua. Netanyahu wakati wanafanya mazungumzo ya amani, viongozi wa Iran walikuwa wamekaa sehemu moja nazungumza. Baada ya intelijensia ya Israel kuweza kujua kwamba viongozi wamekaa mahali fulani kwa ajili ya mazungumzo, ikabidi amshawishi Trump kwamba watu wako sehemu moja, ndio mdao sahihi wa kuweza kuwashambulia. Wakawa wamepiga pale bomu mmoja viongozi wengi wa Iran. Sasa raia wengi wa Iran wameanza kufanya raia wengi wa Israel wanafanya maandamano. Wanamwambia kwamba Netanyahu kwamba ameingia kwenye vita ambavyo hawawezi wao kuweza kuvimudu. Lakini pia Marekani hawezi vita vya chini kwa takriban miaka kadhaa hapa nyuma. Kwa maana kwamba ukiangalia miongoni mwa vita ambavyo Marekani imepigana vya muda mrefu ni vita vya Afghanistan. Na mwisho wa siku alishindwa kama kurudisha majeshi nyumbani. Kama Marekani kwenye vita ya ardhi ni mwepesi sana kuweza kukimbia vita. So yawezekana naye tunaweza tukasema Marekani amejiandaa vilivyo kwa ajili ya kupigana hivyo vita vya ardhi, kama tunavyoona Iran amejiandaa kwa takriban miaka 20 kwa ajili ya kusoma strategies ambazo Marekani anatumia. Hapana, Marekani kiuhalisia hajajiandaa kwa vita. Ndio maana baada ya kushambuliwa viongozi wa Iran, Trump alisema kwamba hivyo vita vya siku 4. Sasa hivi tumeenda wiki ngapi? Kwamba hajajipanga tayari kwa ajili ya vita. Ndio maana anatamani vita ifanye nini? Vita iweze kuisha. Vita iweze kuisha kwa sababu kwa Marekani ni mtu
ambaye anatoa sana, umeelewa? Yani sasa wewe hujajiandaa kwenye jambo fulani, alafu ile jambo kifupi, labda kutende kwa mifumo ya budget sasa, sababu unajua Marekani hatumia fedha, fedha inaondoka sasa. Kama bajeti yake labda pengine alijiwekea kwamba hii vita iende kwa muda siku 4 kama bibi ambavyo unavyozungumza na jinsi ambavyo ilivyo. Sasa hivi tunakwenda wiki na sasa hivi wiki ya 4 mwezi tuseme huo. Maana yake ili pia kwa Marekani inafanya nini? Inakuwa inamla. Mshaelewa? Ndio maana Trump anatamani wakae wazungumze, lakini kibaya kwa Trump ni mtu atamaa pia. Leo unataka uzungumze na watu lakini bado unatengeneza mikakati. Unatengeneza strategies ambazo kwa adui yako anaona kabisa kwamba huyu mtu hana nia, ana nia njema na mimi, umeelewa? Kwa hiyo mimi naona kwamba sidhani kama Trump anaweza akamnyamazisha Iran kwa staili ambayo yeye anamfanya, sidhani. Na kinachowaponza sana Trump, kinachomponza kwa asilimia kubwa ni ile sera yake ya kusema kwamba Great America, kwamba kuifanya Amerika kuwa ni dude kubwa duniani, kwamba baada ya Mungu wanapata Amerika, wao wanasongana, wanakuwa wanaamini. Sasa hicho ndio kitu ambacho kinachomponza Trump, na Trump pia hataki kuonesha unyonge, kwa sababu ikitokea kama akionyesha udhaifu kwa Iran, dunia nzima itakuwa imeshaweza kuona kwamba Marekani amekuwa ni mtu ambaye ni mdhaifu. Ndio maana anaogopa hicho kitu, na Marekani pia anaogopa sana. Anasema kwamba anashinda kumpa credit ya Iran, akisema kwamba Iran anapewa nguvu na Urusi pamoja na China. Na ukizingatia pia Urusi ana vita na Ukraine, na Ukraine mpaka sasa hivi na Urusi bado vita haijakaa sawa. Subscribe Miujiza TV.